kabisa hizo hatua 5 ambazo tulikuwa tumezizungumza hapa na Dr. Grayson Babishomba, na tunakwenda kwenye sehemu ya pili. Na sehemu ya pili tulisema tutazungumzia tiba na kinga ya ugonjwa wa majipu. Sasa hili jipu sijui la wapi. Daktari inabidi atuambie. Ama ni majipu yote. Kuna majipu mengine yanasumbuaga huwa hayatoki kwenye mwili kirahisi. Karibu daktari. Sasa unapoona unasumbuliwa na majipu, tafasiri yake kwa ufupi ni kwamba wewe una mchafuko wa damu. Yaani mchafuko wa damu ndio unaopelekea haya matatizo ya majipu. Okay. Kwa hiyo unapoona unasumbuliwa na majipu, wewe usihangaike sana. Cha kwanza unachotakiwa kufanya wewe ni kusafisha damu yako. Sasa iko njia ambayo imeonyesha ufanisi mkubwa kwenye kusafisha damu ambayo unaweza kaitumia ikakusaidia kusafisha damu na kuweza kuepuka kabisa magonjwa ya majipu. Okay. Jambo la kwanza, acha kabisa kutumia bidhaa za viwandani kama una hii shida. Ili kuweza kupunguza kupunguza ule mchafuko wa damu. Lakini njia ambayo unatakiwa uitumie sasa kusafisha damu yako ni karoti. Karoti imeonyesha ufanisi mkubwa na uwezo mkubwa sana wa kuweza kusafisha damu. Kwa hiyo unatakiwa kufanya, unatakiwa uchukue karoti, utengeneze juisi za karoti. Okay. Alafu ile juisi ya karoti, kisha tengeneza juisi, utatakiwa kunywa glasi moja asubuhi, glasi moja mchana na glasi moja jioni. Ukifanya hivi kwa siku 14, itakusaidia kusafisha damu yako na kuondolea magonjwa yote ambayo ya majipu haya ambayo yanasababishwa na mchafuko wa damu. Kwa hiyo juisi ya karoti imeonyesha ufanisi mkubwa na uwezo mkubwa wa kuweza kusafisha damu yako. Kwa hiyo ukitumia kwa siku 14 hii juisi ya karoti asubuhi, mchana, jioni, itakusaidia kuweza kusafisha damu yako na kuweza kuepuka magonjwa haya ya majipu ambayo kidogo ni changamoto sana kwa watu wengi sana. Okay. Kwa kutumbua si lazima utumbue. Unaweza kutafuta juisi ama linaisha lenyewe mpaka utumbue jipu kwanza afu ndio unywe na juisi. Sasa sawa. Sasa kwa yule ambaye ana jipu kabisa, njia ambayo yoga inatoa majipu kwa wepesi ni kupaka tu sabuni kwenye jipu. Sabuni za vipande. Ukipaka tu siku moja, ukiamka asubuhi inakuwa tayari imeiva kabisa. Sabuni yoyote ile ya kipande za kipande. Okay. Yes. Ukipaka ile inasaidia kabisa kuweza kufanya ile jipu liive kwa muda mfupi. Itakusaidia kutengamaa kwa muda mfupi kabisa. Ni njia ambayo unaweza kuitumia ikakusaidia kwa namna bora kabisa. Basi sawa, wenye majipu bila shaka mmesikia vizuri. Kuna njia nyingine zaidi ya hii? Hii njia ya karoti ndio njia ambayo imeonyesha ni nyepesi, lakini pia inafanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana, lakini pia kwa siku chache, kwa sababu kwa siku 14 tu unaweza kuondokana ukafanikisha kusafisha damu. Lakini sasa kwa yule ambaye tayari ushakuwa na hii tatizo, una majipu labda tayari, basi tumia hii sabuni ambayo nimeelekeza, yoyote tu ya kipande, wewe paka tu pale. Usiku wakati unaenda kulala, ukiamka asubuhi utakuta ile jipu lako limeiva kabisa, unaweza ukashughulika nalo tu kwa namna nyingine. Yes. Lakini hii juisi ya tofauti na kwamba inasaidia kwenye kusafisha damu, lakini pia inafanya kazi kubwa sana kwenye magonjwa ya macho. Unajua sasa hivi watu wanasumbuliwa sana magonjwa ya macho. Kikubwa zaidi kinachosababisha hili tatizo la magonjwa ya macho ni kuwepo kwa sumu nyingi ndani ya mwili. Sasa endapo ukitumia karoti itasaidia kusafisha damu yako pia, lakini pia itakupunguzia uwezekano wa kuweza kupata matatizo mengi ya macho kama kuvaa miwani. Watu wengi sana ambao wanavaa miwani hawa wana sumu nyingi ndani ya mwili inayopelekea macho yao inayopelekea uoni wao kuwa hafifu sana. Daktari, hebu iweke sawa hiyo. Wanaovaa miwani, matatizo mengi sana ya macho, asilimia kubwa yanasababisha na kuwepo kwa sumu nyingi ndani ya mwili. Sasa ukiwa unatumia hii juice ya karoti itasaidia kusafisha damu yako na kuondoa hizo sumu ndani ya damu. Okay. Sasa ile sumu ikiondoka ndani ya damu itakusaidia kuweza kuondokana na matatizo mengi sana ya macho. Watu wengi sana ambao unaona wanavaa miwani, mara haoni mbali, mara haoni karibu, mara anaona maandishi mawili. Shida kubwa ni matatizo haya ya sumu nyingi ndani ya mwili. Okay. Kwa hiyo ukitumia karoti itasaidia kusafisha damu yako na itakupunguzia uwezekano wa kuweza kupata matatizo haya ya macho. Na kama nataka kufundisha hapa kwamba kitu kinachofanya kiungo chako kinatibu hicho kiungo. Nafikiri ukiangalia karoti, ukikata afu kaangalia jinsi ilivyo mzunguko, inafanana na jicho. Kwa hiyo ni tiba nzuri ya jicho kwa mtu yoyote yule ambaye anayo, akitumia. Nafikiri karoti zipo kila sehemu zinapatikana. Kwa hiyo chukua, tengeneza juisi, itakusaidia kupata matokeo makubwa kwa muda mfupi sana. Okay. Basi tumeichukua hiyo na tunashukuru pia. Sawa. Daktari, tunakupataje mitandaoni na nambari za simu? Okay, kwenye Instagram na YouTube ni Dr. Grayson Babishomba, Dr. Grayson Babishomba. Namba ya simu ni 0628821242.